Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Serikali imewaagiza wakurugenzi wa halmashauri na waajiri wote wanaodaiwa fedha za makato za vyama vya akiba na mikopo SACCOS kuzilipa fedha hizo mara moja ili kuepusha kuvidhoofisha vyama hivyo. Tupate undani na taarifa hii. Agizo hilo limetolewa jijini Dodoma na naibu waziri wa kilimo Bwana David Silinde wakati alipomwakilisha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kufunga maadhimisho ya siku ya ushirika duniani. Napenda kutoa rai kwa wakurugenzi wote wa halmashauri nchini na waajiri wote wanaodaiwa fedha za makato za wanachama wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS kuhakikisha fedha zinazodaiwa zinalipwa haraka. Serikali inasisitiza. Pamoja na mambo mengine, naibu waziri huyo wa kilimo akawakumbusha watendaji na viongozi wa vyama vya ushirika juu ya wajibu walionao, huku mrajisi Dr. Benson Diege akiwataka wanaoshirika nao kuwajibika, na mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya ushirika TFC Bwana Tito Aule akieleza mafanikio kadhaa yaliyopatikana kwenye ushirika. Ubadhirifu unazoofisha vyama vya ushirika na kuondoa imani ya wanachama. Sisi kama serikali hatutavumilia kitendo hichi. Yaani tutakamata viongozi wote wanaohusika na wao ubadhirifu na tutawafunga. Tekelezaji wa kwanza ni mwanachama wa chama cha ushirika, kwa sababu mlinzi wa kwanza wa mali ya ushirika ni mwanachama mwenyewe. Kwa hiyo tunategemea kwamba tutakuwa na ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wanachama. Vyama vya ushirika vimeanzisha na kuendesha viwanda zaidi ya 452 vya kuongeza thamani ya mazao. Hii inasaidia kuongeza bei ya mazao ya wakulima. Mazao yanapochakatwa, kwa mfano mpunga kuwa mchele, korosho kuwa bisi, miwa kuwa sukari, wakulima hupata bei bora zaidi. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mwangi. Na mtazamaji, baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza matokeo ya mitihani kwa kidato cha 6 na ualimu, ikionyesha kuwa kiwango cha ufaulu kimeendelea kupanda na kufikia zaidi ya 99% kwa mwaka wa 4 mfululizo. Akitangaza matokeo hayo, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed amesema jumla ya watahiniwa 125,056 waliofanya mtihani huo mwaka huu wamefaulu kwa kupata madaraja ya kwanza, pili, 3 na 4. Wakati huo NECTA imefuta matokeo ya watahiniwa 58 baada ya kubainika kujihusisha na vitendo vya udanganyifu wakati wa mtihani, ikiwemo kutumia ChatGPT kupitia simu. Aidha, baraza hilo limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoani Manyara kutotumika tena kama kituo cha mitihani ya taifa baada ya kubainika kukiuka taratibu na kanuni za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Tupate kumsikiliza. Hivyo ubora wa ufaulu kwa mtihani wa kidato cha 6 umeendelea kuwa zaidi ya 99% kwa miaka 4 mfululizo. Idadi ya watahiniwa waliopata daraja la kwanza mwaka 26 ni 67,696 sawa na 54.1% ya watahiniwa wote, ikiwa ni ongezeko la 5.52% ikilinganishwa na mwaka 25 ambapo watahiniwa waliopata daraja la kwanza walikuwa 61,120 sawa na 48.6%. Baraza limefuta matokeo ya watahiniwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa ualimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili IJ cha sheria ya baraza la mitihani sura namba 107 kikisomwa pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha pili B cha kanuni za mitihani za mwaka 2016. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana na kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Haya, serikali imeombwa kuongeza wigo wa utoaji elimu ya ujuzi nchini ili kusaidia kuondoa wimbi la vijana wasiokuwa na kazi, kwani wengi wao wamekuwa wakishawishika kwa urahisi kuingia katika wimbi la uhalifu na uvunjifu wa amani. Musa Makali anaripoti zaidi kutoka Mara. Wakati kila mtu akihubiri amani, serikali imeomba kuongeza wigo wa utoaji wa elimu ya ujuzi kwa vijana kupitia wanagenzi ili kusaidia kupunguza wimbi la vijana wasiokuwa na ajira nchini
Na kauli hii inatolewa na mkurugenzi wa elimu jimbo Katoliki la Musoma, Padri Daktari Konstantini Changwe. Sitengeneze wahuni na vibaka, tutengeneze wazalendo. Hatufurahi kuona vijana wanaandamana mabarabarani, wanauana, wanapigana, wanarusha mawe. Nawaomba serikali kupitia ofisi yako Mheshimiwa Naibu Waziri, ongezeni watu kwa programu hizi zisambae kila mahali. Tuliunde taifa moja lenye muunganiko na mshikamano. Baadhi ya vijana wanaonufaika na mafunzo haya wanaishukuru serikali kwa kuja na mpango huo, huku wakiomba baadhi ya wazazi kuwapa fursa vijana wao. Kwa hiyo tuwaruhusu hasa zaidi mabinti wa kike na wa kiume waweze kujifunza mafunzo mbalimbali ambayo yanatolewa na serikali. Tulivyopata ujuzi hapa, tuna uwezo wa kwenda mtaani tukaanza kujitolea kabla tujapata ajira rasmi. Tunaipenda sana serikali izidi kusapoti na iongeze watu wengine. Tuwa tunawaunganisha vijana hawa na fursa za mikopo ili baada ya kumaliza basi waweze kupata na mitaji na waweze kujiajiri. Kisha naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, ajira na mahusiano, Daktari Evelyn Munisi anatembelea katika chuo hiki cha St. Anthony kilichopo hapa manispaa ya Musoma mkoani Mara, ambapo vijana hao kutoka maeneo mbalimbali ujuzi wanaupata na kisha naye kutoa kauli ya serikali. Serikali imeanzisha programu mbalimbali za kukuza ujuzi ili kuwawezesha wananchi hususani wenye ujuzi wa chini kupata ujuzi na umahiri unaohitajika katika soko la ajira. Hili St. Anthony mmelifanyia kazi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Naam, mtazamaji, watu wasiopungua 11 wameuawa na makumi kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora na drone ya mji mkuu wa Ukraine Kyiv usiku wa kuamkia leo. Afisa wa jeshi la Ukraine Timur Tikachenko amesema watu 10 wameuawa mjini Kyiv na mmoja katika mji wa Bucha, huku zaidi ya watu 60 wakijeruhiwa na kusababisha majengo kadhaa ya makazi kuharibiwa na moto katika jiji hilo. Msemaji wa huduma za dharura Pavlo Petrov amesema operation ya utafutaji na uokoaji inaendelea, huku Rais Vladimir Zelensky akisema kuanzia awali alitahadharishwa na idara za kijasusi kuhusu shambulio hilo linalozidisha mzozo na Urusi kabla ya mkutano wa jumuiya kujihami ya NATO unaotarajiwa kuanza mjini Ankara, Uturuki siku ya Jumanne. Tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, serikali mkoani Simiyu imewahakikishia ulinzi na usalama wananchi, huku ikiwataka kujiweka mbali na propaganda zinazoendelea mtandaoni zinazohamasisha maandamano, vurugu na uvunjifu wa amani, na badala yake wajikite zaidi katika shughuli za uzalishaji mali sambamba na kulinda na kuitunza amani ya nchi iliyopo hivi sasa. Tupate undani na taarifa hii. Akizungumza na vyombo vya habari, mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha amesema vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kukabiliana na matukio yote ya vurugu na uvunjifu wa amani. Hivyo amehimiza wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji na mitaa pindi watakapoona viashiria vya uvunjifu wa amani. Na wananchi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Tikio wa kulinda amani ya nchi yetu kwa mkoa wetu wa Simiyu kwa kweli ni ya uhakika kabisa. Lakini mwitikio wa ulinzi wa kushirikishana wananchi pamoja na vyombo vyetu vya usalama ni wa hali ya juu kabisa. Na nirudie tena, kama tuseme, sisi hatujajiandaa kupambana na watu, tumejiandaa kulinda usalama wa wananchi. Ni wajibu wetu, ni wajibu wa serikali, lakini ni wajibu wa kila mwananchi, na tupeane taarifa vya kutosha pale ambapo inahitajika, na tukiona kuna watu wachache watakaotaka kutishia amani ya nchi yetu. Hata hivyo, wajumbe wa kamati ya amani mkoa wa Simiyu wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Sheikh Isa Kwezi wamekemea vikali wanaohamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani, huku wakiiomba serikali kutokuwafumbia macho watakaojaribu kuvuruga amani na utulivu uliopo nchini. Haya ya kukaa saa zote wananchi wanapewa tension, yani muda wote tunakaa katika hofu. Tarehe zimekuwa tarehe, ikitoka tarehe hii inapangwa tarehe nyingine. Mimi nafikiri sasa serikali iangalie namna ya kutafuta dawa ya hali kama hii ya kuwapa wananchi taharuki kila mara. Tukiharibu, ndugu zangu, miundombinu ya amani, hali itakuwa ni mbaya sana. Leo watu tunaweza tukasema kwamba hali ni mbaya, sio hali nini, lakini mimi sikubaliani kamwe. Mimi naona kwamba watu tuko kwenye neema kubwa, kwa sababu kila mmoja, ndugu zangu, anaweza katoka akaenda kazini kwake. Tunatakiwa kuwa makini, tulinde nchi yetu. Vijana wetu wawe stahimilivu. Tumepoteza vijana wengi sana. Tusiruhusu tena kupoteza vijana wetu.
tunapoteza nguvu kazi. Joseph Ndau, Channel 10. Mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe amekabidhi kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa wilaya Tunduru gari jipya la kisasa lililotolewa na serikali litaloongeza ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maji, kuharakisha utatuzi wa changamoto za huduma na kuwafikia wananchi kwa wakati katika vijiji 139 vinavyohudumiwa na mamlaka hiyo. Hatua hiyo inaenda sambamba na jitihada za kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama vijijini kutoka asilimia 81.8 hadi asilimia 88.3 kupitia miradi inaendelea kutekelezwa. Yusuf Kayanda kutoka Tunduru anatueleza zaidi. Kwa miaka mingi wataalamu wa Ruasa walikabiliwa na changamoto ya kuwafikia wananchi kwa wakati kutokana na uchakavu wa vyombo vya usafiri na ukubwa wa wilaya ya Tunduru, hali iliyochelewesha usimamizi wa miradi na utatuzi wa changamoto za maji katika baadhi ya vijiji, ambapo mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe anasema ujio wa gari hilo ni hatua muhimu ya kuimarisha ufanisi wa utoaji wa huduma na kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maji kwa wananchi. Wizara ikaamua kuallocate gari moja kulileta huku. Hizi ni juhudi za Mheshimiwa Rais za kutatua sisi kutoka kwenye changamoto. Tunafahamu tuna miradi kadhaa. Kwa hiyo pamoja na issue ya gari, lakini ile miradi mingine ambayo imesimama kule ipo kwenye utaratibu wa pipeline, na nadhani tumeona kwamba hata tuwe macho sasa, maji yameanza kutoka. Kwa sababu tumeona magari mengi yakifika katika idara mbalimbali, TANESCO mara hii na mengine kama alivyosema yanakuja. Hii ni utashi wa mtu kufuatilia, kwa sababu angeweza kukauka, posho si anapata, lakini anajua kwake kuna matatizo, amehakikisha atumie muda wake mwingi kwenda kufuata huko kwenye mawizara mbalimbali ili kuhakikisha Tunduru, matatizo ya Tunduru yanatatuliwa. Akipokea gari hilo, meneja wa Ruasa wilaya ya Tunduru Mhandisi Maua Mgala amesema gari hilo litaboresha usimamizi wa miradi ya maji na kuwafikia wananchi kwa wakati. Ameongeza kuwa maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa taifa wa mini grid ya maji yanaendelea, huku usanifu wa mradi wa jimbo la Tunduru Kusini ukiwa umekamilika. Kwa ninaamini sasa hivi hatutakuwa na kikwazo cha kufika eneo lolote lile. Mini grid katika wilaya yetu tumeshaanza kuifanyia kazi, na kwa kuanzia tumeanzia jimbo la Tunduru Kusini. Tunachofanya sasa hivi ni umaliziaji ili tuweze kuipeleka mbele kwa ajili ya utekelezaji. Hatua hii inatajwa kwenda kuwa alama na suluhisho ya wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru kuweza kupata maji safi na salama. Kutoka katika halmashauri ya wilaya Tunduru mkoani Ruvuma, mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Haya, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa teknolojia ya akili mnemba AI inakuwa kwa kasi kubwa kuliko uwezo wa serikali na taasisi nyingi, na kutaka kuwepo kwa kanuni za kimataifa za usimamizi wake, kwani bila ushirikiano wa kimataifa nchi maskini ziko hatarini kuachwa nyuma katika mapinduzi hayo ya teknolojia. Akizungumza katika mkutano wa kwanza wa kimataifa Umoja wa Mataifa kuhusu usimamizi wa AI mjini Geneva, Guterres amesema ubunifu huo unahitaji mipaka na usimamizi ili usalama wa watoto wa kipaumbele, akipendekeza makampuni ya teknolojia kuthibitisha kwanza usalama wa mifumo yao kabla ya kuwaruhusu watoto kutumia huduma hizo. Mkutano huo unajadili mapendekezo ya jopo huru la wataalam 40 walioungwa mkono na Umoja wa Mataifa, huku ripoti yao ikieleza matumizi ya AI yanaongezeka kwa kasi, huku zaidi ya watu bilioni 1 duniani wakitumia mifumo ya mazungumzo ya AI kila wiki. Na mtazamaji, wa taarifa hiyo ndio natupasa ukienda kupata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa na kuja kujuza katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.